Rafiki yangu mpendwa, nikukaribishe kwenye somo la leo kwenye kipindi hiki vijana na maisha. Vijana na maisha ni kipindi ambacho hapo tunajifunza mambo gani, jinsi gani vijana naweza kujidevelope, jinsi gani naweza kubarikiwa na kuexcel katika mradi tofauti ambazo nakuwa nazo. Wale wa shule namna gani wanaweza kufanikiwa tena kuvize l'excellence. Wale wanaokuwa na kazi namna gani wanaweza kuboresha tena kazi zao. Nimefikiria kwa mwaka uliopita, kabla mwaka uishe, watu waliniandikia pia heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya, heri ya mwaka mpya, joyeux meilleur vœu, ama bonne année, happy new year, happy new year. Mambo mazuri, walitakia mema. Lakini napokaa nachunguza naona kwamba sio mara ya kwanza watu kama na wale kutakia mema. Walitakia mema hata kwa mwaka uliopita. Hata wewe pia utakia wengine mema. Sasa unajiuliza kwa nini mwaka wa 2023 ulipokaribia wanitakia heri ya mwaka mpya, mbona umekwisha hanioni kitu cha maana ambacho nimekifanya, ama sijafikia mahali ambapo ningalifikia? Mbona malengo yangu hayakutekelezwa? Ni kwa nini? Somo la leo nitakupatia vitu 10 ambavyo haukuvifanya kwa mwaka uliopita, ndio maana haukufanikiwa, ambavyo ukivifanya kwa mwaka huu utaona kwamba utaexcel, utafikia lengo zako hakika. Lakini kabla hatujaanza, nitakusihi like, subscribe na uklike kwenye cloche ya notification na hatimaye ushare kwa watu wengine. Fanya hivyo. Tuzungumzie vitu 10 ambavyo ukivitendesha katika mwaka huu utaona mwaka utakuwa wa mabadiliko kuliko miaka zingine zote. Utafikia mahali ambapo haungalifikia. Okay? Jambo la kwanza, kabla nitoe la kwanza, elewa kwanza kwamba le fait que on vous a souhaité le meilleur, c'est pas ce qui fait de votre année réellement meilleure. Okay? Haitoshi kutakia heri ya mwaka mpya, sio kwamba hili ndilo la muhimu. Wamefanya vizuri kutakia heri ya mwaka mpya, lakini la muhimu ni wewe kufanya hiyo heri ambayo wamekutakia ipate kuwa halisi katika maisha. Donc faites de ce souhait là une réalité dans votre vie. Okay? Itakuwa ni kitu kizuri. Jambo la kwanza ambalo lazima ulifanye ili kwamba hakika mwaka huu upate kuwa mwaka wa heri kwako, ili lengo lako zipate kufitimia, ni kwamba tu dois désirer de réussir, tu dois désirer d'exceller, tu dois viser l'excellence. Donc tu dois d'abord désirer de bonnes choses. Kusudia ama amua kukusudia mambo mazuri. Tarajia ama utaka mambo mazuri. Okay? Usirizike na mahali ulipo. Kama una kazi gani, amua ama désirer avoir plus. Donc tamani kupata tena zaidi. Kama wewe ni kwenye shule, désirer uwe na mapoint alama nzuri sana. Kama ni sijui katika maisha, désirer d'abord de meilleures choses pour cette année 2024. Wewe kwanza, kabla wengine hawajakutakia heri ya mwaka mpya, wewe kwanza taka hiyo heri katika mwaka kwako binafsi. Tu dois d'abord désirer de bonnes choses, de meilleures choses, et désirer l'excellence. Hiyo ndio jambo la kwanza. Okay, mimi kwa mwaka wa 2015 nilikusudia, nilidésire d'abord, nilikuwa na hiyo desire ya kusema nitataka niwe nikihubiri hata watu kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu watu wako wengi ambao wana haja neno la Mungu. Nilitaka mwaka 2015 nikaanza, nilikuwa na simu hiyo ndogo ya matusho. Okay, nilikuwa nikiandika, natumia watu ujumbe na active ma SMS, 5 SMS, nasema nimekuombea tarehe ya leo, Mungu akubariki. Siku nyingine usiogope, Mungu yuko pamoja nawe. Niliendelea kwa mwaka 2019 nikapata neema ya kuwa na kasimu kadogo kale kuwa na Facebook. Nikaanza kuandika, nikuhubiri siku baada ya siku. Leo nahubiri, kesho nahubiri, kwa mwaka mzima kwenye kile kipindi la Bible Topale aujourd'hui. Wanaojua wanashuhudia. Okay. Nilikuwa sijafikia hatima, nikasema nitaenda zaidi, I will go beyond. Nitafikia hata kwenye YouTube, lakini vifaa havikuniruhusu. Nikawa na kasimu kadogo, sikujua hata jinsi ya kufanya video. Unaweza kuangalia kwenye video zetu za kwanza utaona. Nikajaribu tu, nikasema nitahubiri, natuma, kafika. Lakini kwa sababu nilidésire, tu dois d'abord désirer de faire de cette année une meilleure année. Okay? Une année extraordinaire. Okay? Ni lazima kwanza kusudie ama udésire. Pale ndipo nilipodésire, nikapata neema, nikakutana na mtu ambaye akasaidia. Mungu abariki mtu yule kwa mahali alipo. Hivi wewe pia ni lazima kwanza udésire pata mazuri katika mwaka huu. Okay? Jambo la pili, tu dois d'abord réfléchir ce que tu as fait. OK? Pour planifier son année, il faut d'abord s'assurer de faire le bilan de nos réalisations, à ce que nous n'avons pas
réaliser et savoir pourquoi nous n'avons pas pu les réaliser. Fikiria kwa mwaka jana ulifanya nini kwa mipango yako, objective yako, kwa nini haikuwezekana? Kile ambacho ulikusudia ulikilenga, kwa nini hakikuwezekana? Angalia, kwa sababu hakikuwezekana kwa sababu ya hiki na hiki na hiki. Utakapojua vile vilivyosukuma usiweze katika mwaka uliopita, ni pale ndipo sasa unaenda kwa kitu cha tatu. Vous devez d'abord maintenant vous fixer un objectif. Kamata lengo ama objectif yako kwa 2024. Una haja ya nini? Unataka uwe mtu wa namna gani? Unataka upate nini? Baada ya pale, hiyo objective yako ni lazima iwe very smart, iwe smart. Smart, S maana yake iwe specifique. M ni kusema iwe mesurable. A ni kusema iwe atteignable. R ni kusema iwe realiste. Et T iwe temporellement défini. Temporellement défini. Kwa mfano, badala ya kusema nina haja ya kuandika kitabu mwaka huu na unamalizia pale, no, ifo objective yako iwe smart. Sema kwa mwaka huu nataka niandike kitabu na nitakuwa nikiandika sura moja kwa wiki na nitakuwa nikiandika paragraph moja kila siku de 20h à 22h ama de 12h à 14h chaque jour. Hapo inaeleweka vizuri. Watu wengi wanapokuwa na objective hazikuwe smart, haziko clear, wanakosa kama wanatafuta nini really. Jambo la ine. Soyez donc rigoureux dans la poursuite de vos objectifs. Usez de la fermeté, mais quand même tout en acceptant des exceptions. Il y a des exceptions. Kuna watu ambao wana mipango lakini hawana discipline katika kutimiliza mpango yao. Wanakuwa wanajiachilia hivi. Mara unapokusudia, unapolenga kitu fulani, nasema nataka nipate gari kwa mwaka huu, ama nataka nipate mtoto kwa mwaka huu, nataka kitu fulani kwa mwaka huu. Okay. Kuwa rigoureux. Okay? Jipatie discipline ya kufanya hivyo. Lakini unapoelewa ya kwamba kuna exception. Kwa mfano, mimi ni mchungaji. Anaweza sema nitakuwa nikiandika kitabu na nitakuwa naandika par jour paragraphe moja de 12h à 14h. Kwa mfano inakuwa 13h wanaita alo pastor njoo. Kuna mtu amefariki, ni lazima uende ongoza ibada ya mazishi. Hapo sitasema nimeandika bwana kwenye lengo kwenye planification yangu kwamba de 12h à 14h ni kuandika kitabu. No, il y a des exceptions. Nitaacha naenda fanya kwanza mazishi. Okay? Kile kieleweke vizuri. Jambo la 5, maintenant mettez votre objectif par écrit. Andika hiyo lengo lako ambalo unapenda ulifikie. 2024 unapenda uwe mtu wa namna gani? Andika kwenye karatasi. Baada ya kuandika, nasema mimi nataka nifanye hiki na hiki na hiki na hiki na nitakifanya hivi na hivi na hivi, nitakifikia hivi na hivi na hivi. Baada ya kiandika, uweka kwenye chumba chako cha kulalia. Hasa sana mahali ambapo mara unapoamka macho yako inafikia. Hivi kila mara unapoamka uone ile objective yako. Andika kwenye karatasi, unakaweka hata kwenye chumba chako mahali ambapo unaombea. Okay? Kwenye salle de prière yako. Kila mara unapoomba, angalia tena pale, ombea hiyo objective. Unaweza kuweka karatasi kingine kwenye mfuko, kila mara ukitembea unatembea na kale mfuko kale karatasi. Unaweza hata kuimprime ka autocola unakaweka kwenye simu yako ya mkono mahali ambapo umeweka objective. Kila mara ukitembea, unapotembea na simu yako unasoma pale, unasema lengo langu kwa mwaka huu ni hiki na hiki na hiki. Kile kitakusaidia kufaulu. Jambo la kufuata la 6, cultiver de bonnes habitudes. Anza tabia nzuri. Tabia mbaya acha. Unaweza kuwa ulishindwa kufikia malengo yako kwa sababu ulikuwa na tabia mbaya. Fikiria kwa mwaka uliopita ulikuwa unapitiza muda mwingi kwa ajili ya kufuata TV. Muda mwingi kwa ajili ya kutembea, kuzurura, hauna kile cha kufanya, unatembea tu. Muda mwingi ulivuta tumbako, ulikuwa mwasherati, ulikuwa na tabia zisizofaa, ulipenda usingizi sana kuliko kazi. Ni lazima zile tabia mbaya uzibadilishe kwa tabia nzuri. Anza kusoma kitabu. Kila siku wewe ukisoma kitabu kitakachokusaidia. Jere vizuri muda wako, upangilie vizuri. Anza kula vitu vizuri. Achana na vitu ambavyo vinaweza kukudistraire. Acha kugaspiller franga yako ili kwamba ujionyeshe. No, kuwa na acha mambo yote ambayo inaweza acha mipango yako, objective yako ipotee. Acha, badilisha, kuwa na tabia nzuri ambazo zitakurahisisha kufikia lengo ambayo unataka kuwa nayo. Jambo la kufuata la 7 sasa, éviter la procrastination. Okay? Epuka hiyo tabia mbovu ya kusema kwa sababu nimechoka, hii kazi nitaifanya leo, nitaifanya kesho. Tena kesho ikifika nitafanya kesho yake. Leo ukipata pesa, kama una mpango wa kuuza gari, umesema nitakuwa ninaweka $10 kwa siku. Wengine. Okay.
Leo kama umepata hiyo $10 useme ya leo ninaikula nitapata zingine kesho. No, hiyo ya leo weka. Kesho weka vile vile. Usikatae kufanya kazi leo useme sitalima kwa sababu mvula imenyesha nitalimaka kesho. No. Fanya kazi yako leo. Na kesho tena fanya kesho. Na kesho yake. Usiseme ya leo sitaifanya nitaifanya kesho. No, acha hiyo tabia ambayo inafanya watu wengi wabaki maskini na wasifikie lengo zao. Hata kama watu walikutakia heri ya mwaka mpya, ukiendelea kwa hivyo, watakutakia heri ya mwaka mpya ndio, lakini mwaka utakuwa mbaya kwako. Watakutakia heri vizuri, lakini utaendelea kuwa na mwaka mbaya. Jambo la 8, ne vous comparez pas à d'autres personnes. Usijilinganishe na watu wengine. Matunda ya miti ukomaa kwa majira yake. Hakuna, sio kwamba hembe, mapera, sijui watermelon zinakomaa kwa wakati mmoja. No. Jua kwamba wewe na yule mtu mko tofauti. Ni lazima uishi jinsi Mungu ametaka uishi. Usitaki kulinganishwa na mtu mwingine. Uwe wewe, usitaki mwingine uishi maisha ya mwingine. Jo, ukikataa kuishi wewe, nani atakayekuwa wewe kwa niaba yako? No. Tu dois être toi et reste ce que tu es. Ne cherchez pas à être une autre personne, sinon il n'y aura personne pour être qui sera à votre place. No. Linganisha hiyo maneno ya Yohana nasema l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Nikusema usifitinie mtu mwingine ama usitamani kuwa mtu mwingine. Sijasema kwamba usijiinspire ama kujiresource kwa watu wengine. Angalia mambo ambayo wengine wanafanya, angalia mazuri wanayofanya, angalia jinsi gani unaweza kuyafanya pia katika maisha yako. Lakini unapokumbuka kwamba hakutakuwa siku mtafanana. Kuna watu wengi ambao wanapotafuta kufanana na watu wengine, wanaposhindwa wanaachia pale na mwaka unakwisha, hawana kitu ambacho wamekifanya. Jambo la 9. Éviter de tout spiritualiser. Usiseme kuna watu ambao wameelewa maandiko vibaya. Biblia inaposema ombeni utapata, ndio. Inasema pigeni hodi watakufungulia. Wanaachia pale. Wanasahau kwamba Biblia imesema pia tafuteni ili kwamba upate. Watu wana mipango, wanasema nitauza gari. Anaanza lala kanisani anapoomba, asubuhi anaomba. Nataka nifaulu shuleni. Hasomi, hajifunzi, anataka aweze anaomba. Kuomba ni vizuri. Pastor BFM kwa rafiki yangu aliniambia sema Dieu écoute, il exauce nos prières mais il bénit nos efforts. Okay. Anasikia maombi yetu lakini anabariki kazi tunayofanya. Ni lazima katika objective yako ndio uiombee lakini pia itendeshe. Pasipo kutenda utabaki mahali ulipo. Jambo la mwisho la 10, mkabidhi Mungu mpango yako yote, atakusaidia na atakubariki. Usiogope chochote unapojua kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Ukifanya mambo haya 10, utaona mwaka huu utakuwa tofauti na miaka zingine zote. Mungu akubariki. Ukiwa na swali ama ukiwa na haja msaada wowote, unaweza kuandikia kwenye comment ama kwenye page yetu ya Facebook ama ya WhatsApp, hata kwenye namba yetu ya WhatsApp. Mungu akubariki. Asante Yesu Kristo kwa sababu umetupatia neema kuanza mwaka mpya huu. Hivi tunapoanza tuwe na objective ambazo ziko smart na tuweze kutendesha mashauri haya kwa ajili ya utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo. Mungu